Katika somo letu lililotangulia katika kitabu chetu hiki al-Muqaddimatul Hadharamiyya cha Sheikh al-Allama al-Faqih Abdullah ibn Abdurrahim Fadil al-Hadhrami rahimahullah, katika madhhabi ya Shafi'iyya tulisoma mlango faslu ambayo inasema fi ma yundabu lahu al-udhur, upambanuzi uliokuja kubainisha katika yale ambayo yundabu lahu al-udhur, ni sunna kwake yeye wakati wa kupata udhu. Mtu anapo mambo ambayo ni sunna pata nini? Mambo ambayo yale ambayo ni sunna kupata udhu. Pamoja, sio wakati wa kupata udhu. Mambo ambayo ni sunna kupata nini? Pata udhu. Tuliona kwamba yustahabbu al-udhu min al-fasdi wal-hijama. Pamoja waruati, inapendeza kupata udhu kwa mtu ambaye anatokwa na damu, pamoja ambaye amefanya hijama, ambaye anatoka arruaf. Tulisema ni damu ya nini? Damu ambayo inatoka natoka wapi? Wani. Arruaf khuruju dami min al-anf, damu inayotoka puani. Kwa inapendeza mtu, inapendeza, si kwamba udhu unatenguka, inapendeza kwa mtu ambaye ametokwa na damu puani akapata nini? Udhu, kwa mujibu wa madhhabu ya Shafi'iyya. Wan-nu'as, na yule ambaye anakuwa na ule usingizi mdogo, an-nu'as pamoja, ambaye ana usingizi mdogo. Naita usingizi gani huo? Usingizi wa kusombera. Usingizi wa kufanyaje? Sombera. Ule ambao sio kulala kabisa usingizi, ule usingizi wa mwanzo. Wanaumi aidan, na yule aliyelala hali ya kuwa amekaa, mumakinan maq'adatuhu au maq'adatahu, hali ya kumakinisha makalio yake, naye kwake ni sunna katika mambo ambayo yanapendeza fanyaje? Kupata udhu. Kwa nini? La anna an-nawma naqdu lil-udhu 'inda al-malikiyya rahimahumullah ta'ala. Wa malikia wao wanaona kule kulala tu natengua udhu. Pamoja pamoja tuliyaona hayo yote na mambo mengine mengi, na tukaona kwamba inapendeza pia kwa mtu ambaye amekula nyama ya nini? Nyama ya ngamia, jazur. Aliyekula nyama ya ngamia inapendeza kwake yeye pia kufanyaje? Kupata udhu. Wa akulu ma masatuhu an-nar, nakula kile ambacho hakijagusishwa na moto. Hakijagusishwa na nini? Na moto. Kwamba ni sunna kupata nini? Udhu. Wa aklu lesh lahmil jazur, la nyama ya al-jazur, ngamia hiyo inapendeza kupata udhu. Na tuliona kwamba hii nyama ya ngamia si katika vitenguzi vya udhu kama ilivyo katika madhhab nyingine ya Hanabila. Wao wanaona kwamba kula nyama ya ngamia kunatengua nini? Kunatengua nini? Udhu. Lakini madhehebu yetu ya Shafi'iyya, kula nyama ya ngamia kutengui udhu, bali inapendeza kama tulivyosoma kwamba inapendeza kupata udhu kwa yule ambaye amekula nyama ya nini? Nyama ya ngamia. Lakini si kwamba umetengukwa na udhu. Na haya ni katika zile hadithi ambazo zimekuja zikizungumzia juu ya masala kama haya. Miongoni mwa hadithi zilizokuja zikizungumzia mambo kama hayo ni hadithi ya Jabir. Pamoja liona hadithi ya Jabir ya kwanza inazungumzia udhu tokamana na kula nyama ya ngamia. Pamoja lakini hiyo hadithi ni nasi
ni mansukh. Hadithi hiyo ni mansukh. Na hadithi ambayo imekuja kuifanyia nasa, kuifuta hiyo hadithi ya Jabir radhiyallahu anhu, ala kana akhirul amrayn min rasulillahi sallallahu alayhi wasallam tarkul udhu mimma ghayyarat an-nar. Ilikuwa mwisho wa mambo ya Mtume sallallahu alaihi wasallama mawili. Aacha mwisho wake wa Mtume sallallahu alaihi wasallama ni kuacha udhu wa yule ambaye kwa kila ambacho tarkul udhu mimma ghayyarat an-nar, kwa kile kitu ambacho kimebadilishwa na nini? Na moto. Hii hadithi inapatikana katika kitabu Abu Daud, wa Musnad wa Abu Daud, kitabu Tahara, babu fi tarkil udhu mimma massatin nar, hadithi nambari 192. Na katika kitabu An-Nasa'i, kitabu Tahara, babu tarkil udhu mimma ghayyarat an-nar, hadithi nambari 185. Kwa chochote kila ambacho kimeguswa na nini? Na moto, kikapikwa, kikachomwa, nyama yoyote ile tu ambayo inaliwa ni halali kuliwa, ikawa imeunguzwa na moto au ikagusishwa na moto, basi yafaa haitengui nini? Itengui udhu. Yafaa kuacha udhu. Ikana akhiru ma amara bihi, mwisho wa yale ambayo ameamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla wafati, kabla ya kufa kwake, alla udhu'a mimma atharat bihi an-nar shay'an au kulliyan au tabahan. Kwa moja kwamba hakuna kupata udhu kwa kila ambacho kimepata athari kupitia moto, iwe ni kitu kidogo au kizima au kimepikwa. Kwa hiyo lahmul jazur kana ama ghair, iwe ni nyama ya ngamia au isiwe nyama ya ngamia, madamu imegusishwa na moto, basi hakuna haja ya kupata nini? Udhu. Sisi Mashafia tunatumia dalili ya hivi, kwa maana ile hadithi ya kwanza ambayo imekuja kuzungumzia, hadithi aliyoipokea Jabir bin Samra radhiyallahu anhu, kwamba anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alayhi wasallama atawadha min luhumil ibli, kwamba je, nitawadha kutokamana na kula nyama ya ngamia? Ala na'am, Musa sallallahu akasema ndio, tawadha min luhumil ibli, basi tawadha kutokamana na kula nyama ya ngamia. Hii hadithi tunasema ni mansukh. Hadithi hii ni nini? Mansukh. Kwa hiyo sisi Mashafi'i tunasema kwamba kula nyama ya ngamia hakutengui nini? Hakutengui udhu. Bali unaweza ukala nyama ya ngamia ukapata udhu. Ni sunna, ni jambo linalopendeza kupata udhu kwa ajili ya kujiondoa katika khilafu. Pamoja kwa ajili ya kujiondoa katika nini? Katika khilafu. Kwa hiyo yustahabu al-udhu, inapendeza kupata udhu, min dhalika khurujan min khilafi min awjabahu wa hu al-Hanabila rahimahumullah ta'ala. Hanabila wao naona kwamba jambo la lazima mtu aliyekula nyama ya nini? Ya ngamia apate udhu. Sasa kujiondoa katika khilafu hiyo, sababu imekuja hadithi iliyokuja kusema kwamba apate udhu, na kuna hadithi ambayo imekuja katika mwisho wa maisha ya Mtume sallallahu kizungumzia kwamba kitu chochote ambacho kimegusishwa na moto, kimebadilishwa kwa sababu ya moto, pamoja akikufanya wewe kupata udhu, akikufanya kupata nini? Udhu. Tukasoma mpaka tukaangalia kwamba na miongoni mwa mambo ambayo yanapendeza kupata udhu ni mtu ambapo anataka kulala. Mtu anayetaka kulala, wal iradati an-nawm, anayekusudia kulala, kataka kulala, basi apate nini? Apate udhu. Na tuliona maelezo, tuliweka maelezo. Si ndio hivyo tuliweka nini? Maelezo. Ambapo imekuja hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallama, hadithi ambayo ameisimulia sahaba mtukufu Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhuma, qala, amesema ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama, idha ataita, pindi utakapoenda ukaenda katika kitanda chako pamoja
watawadha udhu'aka lis-salati, basi tawadha udhu kama udhu wa nini, swala. Thumma taja, kisha lala ala shaqq al-ayman, lalia ubavu wako wa kulia pamoja. Thumma qul, kisha sema, tulisoma ile dua na kila mmoja nilisema ahifadhi. Inasomaje ile dua? Allahumma aslamtu, naam, some ايوه اللهم اسلمت نفسي اليك وفوضت امري اليك ووجهت وجهي اليك ndio والجأت ظهري اليك ndio رغبة ورهبة اليك ndio لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك ndio آمنت بكتابك الذي أنزلته وبنبيك الذي أرسلته. Kwa moja na tukaona ya kwamba mtu atakayekufa katika usiku huo, atakayekufa katika usiku huo basi Mtume SAW akasema fa anta ala alfitra, basi unakufa katika nini? Katika fitra. Fitra gani? Fitra ya tauhid, fitra ya Uislamu. Aliyekufa aliyakuwa amesema maneno kama haya: Allahumma aslamtu nafsi ilayka wa fawwadtu amri ilayka wa wadahtu wajhiya ilayka wa alja'tu dhahri ilayka raghbatan wa rahbatan la malja wala manja minka illa ilayka amantu bikitabika alladhi anzalta wa binabiyyika alladhi arsalta. Basi ukifa usiku huo unakufa katika fitra ya Uislamu, kwa maana moja kwa moja katika janna. Muislamu aliyekufa hali ya kuwa ni Muislamu anaingia wapi? Peponi. Hiyo ni faida ambayo tulipata katika kitabu chetu hiki, kwamba mtu atakapotaka kulala akakusudia naenda kulala, basi apate udhu. Baada ya kupata udhu atalalia upande wake wa kulia na atasema maneno kama haya kama ilivyokuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na siku hiyo tulisoma pia baadhi ya dua pamoja na tukaona ya kwamba pia mtu atakapokusudia kulala asemeje? Bismika Allahumma, naam, bismika Allahumma amutu ahya. Tena atakusanya vitanga vyake pamoja atasomea zile sura ama suratul Ikhlas mara 3, atatemea vimatemati au atapulizia na atajipaka mwili wake sehemu anakofika, na atasoma zile sura ambazo ni muawadhataini. Sura ambazo muawadhataini kama sura gani? Qul a'udhu birabbil falaq na qul a'udhu birabbin nas. Atatemea vile vimate au atapulizia na atajipaka mwili wake mzima mara ngapi? Mara 3. Kisha baada ya hapo ataleta tasbih wa tahmidi wa takbir pamoja atasema subhanallah mara ngapi? Mara ngapi? 33. Alhamdulillah mara ngapi? Allahu akbar mara ngapi? 34. Haya ni mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallama aliyotufundisha sisi Waislamu. Hii ni neema miongoni mwa neema za Uislamu. Na tuliona ya kwamba atakayesema haya maneno haya subhanallah mara 33, alhamdulillah mara 33, wallahu akbar mara 34, atafanywa wepesi katika mambo yake anayoenda kuyafanya. Basi mtu atakayedumu katika adhkari za namna kama hizi atafanywa wepesi katika mambo haya. Na haya ni katika hadithi iliyokuja aliyoisimulia nani? Aisha pamoja katika kisa cha Bi Fatima radhiyallahu anha alipoenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kushtakia kunako ile tabu anayoipata katika kazi zake za mikono anazozifanya wakati wa kuhudumia familia yake, kumhudumia mume wake anapokuwa anafanya zile kazi za ndani pamoja akaenda kushtakia kunako hilo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ampe kijakazi atakayekuwa anasaidia kunako kazi za ndani. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoenda akakuta amelala yeye na mume wake, akamwambia nisikwambieni maneno ambayo ni bora kuliko kile ulichokiomba. Akamwambia basi utakapotaka kulala
semeni subhanallah mara 33, alhamdulillah mara 33, wallahu akbar mara 34. Hiki ni bora kuliko kile ambacho umekifanyaje, umekiomba. Wanawazuoni wakasema kwamba mtu atakapotaka kulala akasema adhkari hizi, akadumu katika adhkari hizi, basi yeye atafanywa wepesi katika shughuli zake, katika biashara yake, katika matendo yake yote, katika maisha yake ambayo anaendana nayo. Basi mtumia ikhwan, naelewana? Na tukaona pia kwamba miongoni mwa sunna, mambo yanayopendeza mtu kupata udhu ni wakati anapoamka, inda lish yaqdha. Sina amesema hivyo al-Bafadhili pamoja anasemaje? Bafadhili al-Hadrami anasema wa inda al-yaqdha, na wakati wa kuamka mtu atatawadha. Atafanyaje? Atatawadha. Kwa ajili gani? Kwa ajili ya muhafadhatu ala al-udhu'i, kwa ajili ya kuhifadhi nini? Udhu. Ahifadhi udhu, atawadhi. Na tumefundishwa pia, tumesoma katika vitabu, kwa mfano katika Umda, kama mtu atakapoamka ila asubuhi, kabla hajaweka mikono yake katika chombo kwa moja atafanyaje? Na ataosha mikono yake mara ngapi? Mara 3, kisha atapata udhu. Kisha atafanyaje? Atapata udhu. Na miongoni mwa faida nyingine ambazo tumezipata katika kitabu chetu hiki cha Al-Muqaddimatul Hadharamiyah, katika mlango huu fima yundabu lahu al-udhu, ni kwamba mtu atakapotaka kusoma Qur'an, wal qira'ati al-Qur'an wal hadithi wasma'ihima wadh-dhikr, atakapotaka kusoma Qur'an, akataka kusoma hadith na kusikiliza Qur'an na hadithi wadh-dhikr, na akawa anataka kuingia katika kumtaja Allah, dhikr, basi inapendeza kufanyaje? Pata udhu. Si wajibu pamoja lakini inapendeza kupata nini? Pata nini ikhwa? Pata udhu. Na haya ni yale ambayo yamepokelewa pamoja ambayo yamepokelewa kwa Anil Muhajir bin Kunfudh radhiyallahu anhu annahu ata an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ata nabiy sallallahu alayhi wasallam wa huwa yabulu sallama alayhi falam yarud hatta tawadha. Kwa moja umeelewana vizuri kwamba, na tulisoma hapa, siku ile tulisoma, tulileta kitabu hicho Sunan Abi Daud, kama huyu bwana alienda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, aliyakuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anafanyaje? Wa huwa yabulu, anakojoa. Wasallama alayhi, akamsalimia kwake, falam yarudda, akumuitikia hata tawadha, mpaka alipotawadha. Thumma pamoja alipotawadha, kisha akasemaje? Inni karahtu an adhkura Allah azza wa jalla illa ala pamoja, mimi nachukia kutaja jina la Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa nikiwa na tahara. Mtume sallallahu alisema maneno kama haya ameyapokea akhraja Abu Daud fi kitabi at-tahara babu ayarudda salamu wa huwa yabul. Pamoja yarudda salamu huwa pamoja. Na tuliona hadithi zilizokuwepo nyingi sana hapo katika mlango huo, na tuliona pia kwamba Mtume sallallahu alipomtolea salamu akatayamam, kisha akaitikia nini? Salam, katika kitabu Sunan Abi Daud. Tuliona hayo katika darasa lililopita. Pia tuliona ya kwamba kuna mlango pia ambao umekuja kuruhusu pia pamoja kuitikia salamu au kutaja jina la Allah subhanahu wa ta'ala ukiwa hauna udhu, lakini yapendeza, ni sunna katika mambo yanayopendeza mtu kufanyaje kupata udhu wakati anapotaka kusoma Qur'an, taja Allah subhanahu wa ta'ala na mambo mengine pamoja na kuisoma hadithi. Na inapendeza wajulusul masjid, kukaa msikitini watu wakapata nini? Udhu. Wal murur fihi wa darasatil ilmi, na nyakati za darasa, upo darasani uwe na udhu pamoja unasoma darasa pata udhu pamoja na inapendeza kupata udhu wakati wa kuzuru makaburi na wakati wa kubeba maiti
na wakati wa kuigusa maiti inapendeza pata nini? Pata nini? Udhu. Pamoja? Na. Sasa leo insha Allah subhanahu wa ta'ala tunaingia katika mlango unaosema faslun fi adabi qadhi alhaja. Mlango uliokuja kuzungumzia adabu za kukidhi nini? Kidhi nini ikhwa? Kidhi haja. Kidhi nini? Kidhi haja. Yustahabu liqadhi alhaja, inapendeza kwa yule mwenye kukidhi haja baulan au ghaitan, mwenye kukidhi haja ya mkojo au haja kubwa, ayalbasa na alayhi, avae viatu, avae kandambili viatu mguuni mwake. Usiingie chooni aliyakuwa hujavaa viatu Kuna baadhi ya sehemu au misikiti nakuta hawajaweka viatu, mtu anaingia hivyo. Lakini kwetu sisi madhhabi ya Shafiia inapendeza mtu anayetaka kufanya kukidhi haja ima haja ya haja ndogo au haja kubwa pamoja yalbasana alayhi, avae viatu viwili, wayastura ra'sahu, astiri nini? Astiri nini? Kichwa chake. Astiri nini? Aya ni yale ambayo ameyapokea akhrajahu al-Baihaqi an Habib ibn Salih mursalan qala kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam idha dakhala al-khala, alipindi alipotaka idha dakhala al-khala labsu hadaahu waghta ra'sahu, au kama qala sallallahu alayhi wasallam, ndipo alipokuwa anataka kuingia katika choo salani khala, labs hadaahu, anavaa viatu vyake, waghta ra'sahu, na anafunika kichwa chake, anafunika kichwa chake. Waqala ruya fi taghtiyati ar-ra's 'inda dukhul al-khala'i an Abi Bakr radiyallahu anhu, huwa anhu sahih al-Baihaqi kitabu at-tahara babu taghtiyati ar-ra's 'inda dukhul al-khala', ndedi wa kwanza kurasa wa 90 na ngapi? 66. Wewe yapendeza, ni sunna kuvaa viatu na kufunika kichwa. Mtu asiingie chooni hali ya kuwa kichwa kiko wazi. Umeelewana vizuri? Kwa hiyo miongoni mwa adabu za kukidhi haja, faida tunayoipata ni kwamba mtu atakapotaka kuingia katika choo chake salani, basi afunike kichwa chake na avae viatu miguuni mwake. Inapendeza hiyo. Inafanyaje? Lakini mara ngapi bwana tunaingia katika vyoo vyetu hivi, changanikeni, naingia vichwa wazi, naingia vichwa wazi, mwingine anaingia kifua wazi, na kama muda mrefu chooni akiwa yuko huti kabisa pamoja Naam. Wao yapendeza katika hali ya ويأخذ ليش؟ ويأخذ أحجار الاستنجاء, na achukue mawe kwa ajili ya kujistanji. Inapendeza mtu atakapotaka kuingia chooni achukue nini? Atakapotaka kukidhi haja achukue mawe kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya al-istinja. Al-istinja huwa izaratu najasa. Al-istinja nako ni kuondoa nini? Najisi, takhfifiha an makhraj al-bawl au al-gha'it. Pamoja kwa ajili ya kuhafifisha hiyo najisi tokamana na kile kilichotoka kati ya mkojo au kinyesi. Pamoja hiyo ndo al-istinja. Hiyo ndo nini? Hukumu yake ni ipi? Hukumu yake ni ipi? Hukumuhu huwa wajibun. Fanya istinja, hukumu yake ni wajibu. Fanya istinja, alhamdulillah. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo ameipokea sahaba mmoja sahabiyya radhiyallahu anha Aisha mmoja anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idha dhahaba ahadukum ila al-gha'it falyadhhab ma'ahu bi thalathati ahjari yastatibu bihinna fa innaha tujzi'u anhu. Pamoja umeelewana vizuri? Naam. Idha dhahaba ahadukum, ini atakapoenda mmoja wenu
ila al-ghaid, akaelekea katika sehemu ya haja kubwa, faliyadhhab, basi aende ma'ahu bi thalathati ahjar, aende na mawe pamoja na mawe matatu. Pamoja tuko pamoja? Naam, aende na mawe matatu. Na al-Imam Abu Daud anasema katika kitabu chake kitabu Tahara, babu al-istinja'u bil ahjar bil hijara, namba 40, ndio namba 40. Na inapendeza kwa mtu anasema Sheikh Abdullah ibn Abdurrahman ibn Fadil al-Hadrami maullah anasema katika kitabu chake, wa yuqaddimu yasarahu 'inda dukhuli, inapendeza kutanguliza mguu wa kushoto wakati wa kuingia. Wa yuqaddimu sio, atangulize yasara mguu wake wa kushoto 'inda dukhuli, wakati wa kufanyaje? Wakati wa kuingia. Wa yumnahu 'inda al-khuruji, atatanguliza mguu wa kulia wakati wa kutoka, wakati wa kufanyaje? Wa yustahabbu al-qadi al-haja, napendeza kwa yule mwenye kukidhi haja, ayuqaddima rijlahu al-yusra 'inda dukhuli, atangulize mguu wake wa kushoto wakati wa kuingia. Annahu na sababu sehemu anayoingia ni sehemu ambayo kuna uchafu na najisi.